wote wanalia. Beba sumari kichwani, umenikopa. Ayubu, na mimi ni mchungaji. Ukiona ninakwambia nimethibitisha. Huu ni mwaka wa 20 mchungaji. Nimethibitisha. Binti, siko hapa. Wasikiliza haya mahusiano au ukayakataa. Ukaenda kiujanja kwa wewe mwanaume jizani. Ukasema tena tunatumia B2. Tumia B2 zitakubitu. Mungu sio mchezo bwana. Na wakahakikishia naongea kama nabii wa Bwana. Mungu ninayemtumikia sio mchezo. Hakuna aliyetenda dhambi alifanikiwa. Biblia inasema hivyo, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hilo tu ni kutosha. Rumi 6:23 anasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe ni dhambi tu, utafanikiwa. Utafanikiwa. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Ndio watu leo wameona kanisani. Kabisa. Kesho wanafukuzana kama mtu anaua nyoka. Baba yuko nyuma analifimbo hilo kama anakuja nyoka. Nini walianza kwenye siri gizani? Amina. Hawakuanza katika roho. Walianza na mapepo, wanamaliza na mashindano. Peleka taarifa zako kwa mchungaji. Mimi bwana nikoenda kijana anambia usina na mchungaji. Baba huyu wangu anafika hapo. Huwa anampa mkono afu anampa fake. Nafungua kwa friji na chukua pesa 40. Na huyu ana akili. Alafu najua huyu yuko serious na jambo. Na najua Mungu atakuwa pamoja na yeye. Amen. Kwa janja wajanja wote hawapataji faida yoyote. Amen. Janja. Yaani unachokianza nacho ndicho utakumaliza nacho. Kuna madhambi utakuja kulipia ukiwa ndani ya ndoa yatakutesa maisha yako yote. Amina. Amen. Amina. Amina. Siku moja nilikuwa nafundisha kambi moja niliitwa na CJ. Nikasema wakati mwingine ni heri hata ukaoa binti ambaye ameshazaa mtoto. Yaani alishajutia dhambi yake. Kwamba nimekosea Mungu. Kabisa nimeamua tu na ninaamua kuwa mcha Mungu. Ukaoa unapata mke. Kwa sababu anajua mapito aliyopitia. Anajua mateso aliyolea yule mtoto peke yake. Akija kwako atakuwa na heshima na atajua kwamba thamani ya ndoa ikoje. Kuliko wa Boko Haram. Mnapeana namba za simu huko vichochoroni, si Boko Haram tu. Jiheshimu. Amen. Mwangalie mwenzio, mwambie mzuri sana jiheshimu. Wewe unakujua umeoa kimeo. Wakati wa semi ofu tu, angalia mateso utakayopitia. Mpaka unajuta. Hata Yesu alienda Golgotha na nafuu na msalaba wake. Unashangaa, anakwambia nataka asubuhi siku ya semi ofu hiyo. Anakwambia asubuhi nataka nishone nione fulani ni mwanadamu anashona kabisa mabeki. Ukienda kuuliza kitambaa unaambiwa shilingi 900. Alafu unajua baby nikitoka pale nimeenda sasa kule kwenye kitchen party, kina mama amenanelea kitchen party na anakutajia ni kitambaa 500. Na ukumbini kwenye side huko kile kitambaa naulizia anauza 7.5. Wewe angalia mpaka hapo jaribu kukuta kwa kubebea mizigo kwa mwenyewe. Yaani seni ofu tunakula milioni 3. Sio sherehe, sio ubaba, sio kuku. Yaani mavazi yake tu. Kuna mwanamke hapo kuna kimeo hicho. Kimeo hicho. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo jamani hapo tuende.
Kwa hiyo fuata utaratibu, mambo yako yafike kwa nani? Kwa mchungaji. Ameni. Fuata utaratibu uliowekwa na kanisa. Unakuta mchungaji mwingine kaweka utaratibu. Mchumba unataka ukutane na mchumba mwenzio, sawa sawa. Unapewa mzee wa kanisa. Kwamba mzee wa kanisa huyu Mwakibogo ndio utafika nyumbani kwake. Mnakaa sebuleni. Na mzee wa kanisa yuko hapo atakuonyesha. Ndio taratibu mchungaji kaweka, fuata muone wokovu. Wewe unataka kukutana naye wapi? Kama tumeweka utaratibu, wewe na mchumba wako unataka kuongea, huyo mzee wa kanisa sio mnoko mpaka naye akae hapo. Tunachotaka mkae mahali salama. Mahali ambapo hakuna tashwishi yoyote. Kaeni kwa mzee wa kanisa, unaogopa nini? Au sio? Kaeni kwa mzee wa kanisa. Unachogopa nini? Unataka kwenda kukaa naye, ukae naye kwenye geto lako, chumba chake kimoja. Umeandika kila kitu chako huko ndani.